Salamu alaikum. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama na kutufikisha hapa. Si jambo la mchezo, maana afya ni mkakati wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wote kwa pamoja tulikuwepo hapa, tunatakiwa kumshukuru Mungu kwa neema zake kutufikisha hapa leo na kupata mkusanyiko huu adimu. Ndugu zangu, sisi kama taasisi ya Mama Ongea na Mwanao, nyie ni mashahidi. Tumekuwa tunaitana hapa kugusa kila nyanja ya jamii, lakini vile vile tumekuwa tukisema taifa la Tanzania ni taifa ambalo Mungu alilibariki kwa mikono yote miwili. Akalipa baraka mojawapo ambayo tunatakiwa kutembea nayo ni amani na utulivu ambao tumepewa. Na amani na utulivu ambao tumepewa tunatakiwa kuilinda kwa gharama yoyote. Na gharama nyingine ambayo tunatakiwa kuilinda amani hii sio kwa mtutu, ni kwa maombi. Maombi yana nguvu kuliko mtutu. Maombi yana nguvu kuliko matusi. Maombi yana nguvu katika roho zetu. Kwa namna moja ama nyingine, gharama tuliopewa sisi kama taasisi ni kuhakikisha tunasimama na Watanzania, ni kuhakikisha tunaongea na Watanzania, ni kuhakikisha tunasema na Watanzania kwa vitendo. Kwa hiyo kupitia miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan, sisi kama Mama Ongea na Mwanao tukaonelea ndani ya mwaka huu, mwezi huu, Mungu alileta kitu kimoja ambacho kila binadamu anatakiwa ajitafakari sana. Ndani ya mwezi mmoja kulikuwa kuna mwezi wa Ramadhani. Ndani ya mwezi huo kuna Kwaresma. Ndani ya mwezi huo kuna miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mungu anataka kukuonyesha kwamba mtu mwema hukutana na vitu vyema mbele yake. Kwa hiyo sisi kama taasisi leo tunaweza kuongelea hapa mambo ya siasa au makundi maalumu au nini. Tumekuja kuongelea furaha ambayo Mungu anazidi kutupa. Lakini ndani ya mwezi huo mbeleni kuna Pasaka. Na katika Pasaka kuna mtoko wa Pasaka. Nabia hapo. Ndani ya mwezi huo kuna Pasaka. Na katika Pasaka kuna mtoko wa Pasaka. Sisi kama taasisi tukasema kuelekea kilele cha Pasaka takuwa kuna mambo mawili. Cha kwanza tukaangalia tunao mama wajawazito. Wale mama wajawazito wanahitaji kupewa support. Unajua unapofika kuwa mjamzito kuna mambo mengi unawaza. Kwanza unawaza kiumbe chako. Lakini pili unawaza kama utajifungua salama na mtoto atatoka salama. Bahati nzuri tuna madokta hapa wanaelewa hilo jambo. Tukasema sisi kama taasisi kuelekea mtoko wa Pasaka tarehe 20 lazima kuwe na vitendo. Tusiende tu. Tukasema tutatoa package ya hospitali zote za mkoa wa Dar es Salaam za wilaya. Zimetoa zile kwa Kiingereza Dr. Unasemaje? District level hospital. Exactly. Zile zinaitwa district level hospital. Narudia hapo. Zinaitwa district level hospital. Tukasema zile zitamsaidia mzazi kwa sababu zile ni FTC. Wengine wanauziwa FTC, wengine wanauziwa 45, wengine lakini kuna mama, unajua kazi ya kujifungua mzazi ni kazi ya masikini, kazi ya tajiri, wote.
hana hiyo, lakini anatamani akajifungue kuelekea mtoko wa Pasaka. Tukasema lazima tuiguse jamii ya kina mama. Baki ya kina mama sasa ndio wenye taifa lao. Na ndio maana fursa hii inapopatikana ya kina mama, na sisi tuna join nao kuwapa nguvu. Miaka inayokuja, niliwahi kusema, miaka inayokuja wanaume lazima tufanye mkutano mkubwa mno. Wengi tunaangalia wake zetu vikoba vyao vinaingiza bei gani. Kwa hiyo Mario na watu ambao wanataka kufanya kazi ni wengi mno, wanaangalia vikoba. Lakini ndani ya mwezi huu tuna mtoko wa Pasaka ambaye si mwingine. Tunahitaji kumpongeza kwa juhudi alizozifanya za kuunganisha kwanza wanamuziki mbalimbali, lakini pili huyu ni mkongwe na uwezo mkubwa wa kuimba. Ameimba nyimbo ambazo ndani ya nchi na nje ya nchi watu wanazipenda. Hachuji, ukimwona leo kama umemwona jana, ukimwona jana kama umemwona leo. Na vile vile alipotuwekea ile mtoko wa Pasaka, sisi kama Mama Ongea na Mwanao tumeamua kujoin naye. Huyo si mwingine ni Christina Shusho. Tutakuwa naye katika zile mtoko wa Pasaka kumpa support kama mwanachama wetu wa taasisi ya Mama Ongea na Mwanao. Na bahati nzuri mtoko wa Pasaka huu wale wanamuziki wote unaowajua wa nyimbo za Injili watakuwepo Dodoma wote. Na sasa hivi hakuna kiingilio, balaa linaanzia hapa. Sasa hivi kuna lile neno la Kiingereza, are you invited? Ndio hivyo. Are you invited? Ndio hivyo. Mimi nimesoma Russia, sasa kuna vitu kidogo narukaruka sana. Na unajua Kiingereza kina vibe ukikosea. Cheke vitu vizito hivi vinahitaji seriousness. Kwa hiyo sisi kama taasisi tumeamua kushirikiana na tunasema mtoko wa Pasaka wa mwaka huu ndio mtoko ambao utavunja rekodi katika taifa letu. Ni mtoko ambao haujawahi kutokea. Pendeza, shika kadi yako, njoo tuimbe na Mungu. Sisi tumegawanyika kila sekta ili mradi taifa lipumue, ili mradi taifa licheke, ili mradi wa Tanzania wajipe nafasi ya furaha. Furaha Mungu kamgea maskini na tajiri. Furaha ipo popote pale unapohitaji. Furaha itafutwe, furaha unaiamua wewe kuitafuta. Unapoitaka furaha ipo, muda wote furaha ipo. Huzuni ni wewe ukiamua maisha yako ya huzuni, lakini furaha ipo siku zote, furaha ipo. Kwa hiyo furaha siku ya mtoko wa Pasaka, vitu vifuatavyo vitakavyo kuwepo pale. Ninaogopa hata kusimulia vitu vitakavyokuwepo. Naogopa. Masebele ya Mungu hajawahi kutokea. Kutakuwa kuna vitu ambavyo viko tofauti na mitoko mingine ya Pasaka iliyowahi kutokea siku za nyuma. Lakini vile vile tutaliombea taifa letu. Vile vile tutamwombea rais wetu. Lakini kauli mbiu ambayo tutaitamka pale ni kauli mbiu isemayo kwa maombi utashinda. Tarudia hapo. Kauli mbiu ambayo tunakwenda nayo, kwa maombi utashinda. Kwa maombi tutavuka. Vyote hivyo vinawezekana. Ndugu zangu, na mengi mno, na najua mkutegemea. Lakini nataka niwaahidi, na nyinyi mliokuwa mbele yetu mnakaribishwa wote kuanzia saa 7 mwe pale. Na Watanzania wenzangu, wale wenye imani na wasiokuwa na imani, ni muda sasa umefika, maana hatujui saa, muda wala dakika. Ni muda wa kumshukuru Mungu kwa neema zake, afya anayotupatia, riziki anayotupatia. Lazima tuimbe, tumfurahie. Ametuzalisha katika taifa lenye amani, lenye miko, lenye maadili, na ambalo bado tunaendelea kusonga kwa kusaidiana.
Leo mimi na furaha sana kusimama mbele yenu kusema kwamba sisi kama taasisi tutashiriki moja kwa moja kuwalipa watu, tutashiriki moja kwa moja kushirikiana na Christina Shusho na timu yake nzima kuhakikisha mtoko wa Pasaka unakuwa zaidi ya mtoko wa Pasaka. Na ukialikwa kwenye ile shughuli, pendeza. Mule ndani kutakuwa kuna live hatari, yani live concert. Pendeza. Ukialikwa katika ile shughuli, alikika. Na ukialikwa katika ile shughuli, njoo ukiamini kwamba umealikwa. Tumekuja hapa na wenzetu ambao watakuja hapa mbele, tupiga picha pamoja hapa. Lakini singependa kumalizia kama mwenye mtoko wake na yeye hajasema japo neno. Sisi wengine ni wafungua njia, kule jeshini tunaita viherehere. Unafungua njia, ukiona umepigwa bomu kubwa unaenda kuweza ile vita ile. Sio mchezo. Nimepigwa bomu lakini la kung'ata. Na mabomu yale ya kung'ata na bomu lenyewe original. Kuna bila la kung'ata ile wakolewa China nini ndio wanapiga sana lile. Sasa linakuja bomu lenyewe. Mimi nimeonyesha tu njia na falsafa. Kwa hiyo mwenye mtoko wake wa Pasaka nadhani mnamjua, aje naye hapa apige maneno kidogo. Lakini nataka kuhakikishia sisi kama taasisi ya Mama Ongea na Mwanao tunaungana naye. Umenibadilisha, umenipokea, na mwisho nimeletwa ni wewe wa kweli. Hiyo songi nikiimba nyenye mtabro na sauti hizi ya njaa ya Injili na ya kupokelewa baraka. Lazima uwe na mipango na Mungu, sio karuka tu. Mungu anahitaji mipango, anahitaji Mungu akumbushwe. Kwa mimi kila nikimkumbusha nipo namkumbusha Mungu, wewe sasa hivi nipo kwenye Injili ndio nimefika sasa. Sasa umekaa tu mkumbushi Mungu, wewe mimi tu kamera vipi mkumbushe bwana. Kwa hiyo mimi nimemkumbusha Mungu. Nipo kwenye mtoko wa Pasaka. Mungu, naomba unisimamie na hili. Na majibu ya Mungu, bwana Mungu mtu ajabu. Niko njiani akaniambia na hilo litapita. Mungu ana majibu hapa. Na hilo litapita. Na tuna imani litapita kwa uwezo wa Mungu. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana na nimkaribishe master, dada yetu, rafiki yetu, shujaa asiyechuja. Pale kuna watu wengine ukimwangalia wasema huyu kweli anaimba Injili huyu. Ukimwangalia baba mwenzetu. Lakini Christina bado ngoma ipo. Sitamwona leo. Karibu Christina. Sasa kwa tunanikiri. Sasa unaweza kukaa. Ni sawa. Ni nani?